una tabia mbaya, mtoto mdogo ulifuta mpaka kaya, hivyo vibaya. Mahusiano sitaki tena, utolo sitaki tena, marafiki wabaya sitaki tena, mambo ya umbea sitaki tena. Nimetoka ofisi ya taaluma, aliniita kama kiongozi wa darasa na nimepewa maagizo yafuatayo. Sote tunajua kwamba tunaenda kuanza mtihani. Kwa hiyo leo na kesho kutakuwa na vipindi kwa ajili ya maandalizi ya kujisomea, na pia itabandikwa ratiba katika ubao wa matangazo. Kwa hiyo mkitoka hapa baadaye mwende mkaangalia ratiba katika ubao wa matangazo. Amesisitiza tujisomee, ndio maana amevunja vipindi. Jamani, uko nyuma, samanini, acheni kelele. Tumepewa hizi siku 2 ili tujisomee na tujiandae vizuri kwa ajili ya mtihani wetu. Lakini nyinyi mnapiga kelele, mnatudisturb wengine. Kama mwezi tokeni nje. Montres ameongea sana, lakini bado nyinyi mnaendelea kupiga kelele. Tutapata adhabu wote jamani. Kama huwezi kusoma bora ukaenda nje. Wewe mbona jao? Kila mtu ana mipango yake. Wewe kama unataka kusoma waziri na sisi tuna mipango yetu. Mama mapya. Mama mapya. Aya. Wewe una lamba, fanya sasa. Wote muda shite kibunda changu hiki. Kibunda una ile kadi njano, cheza huko ndani. Niache nisome, niache nisome. Kwa nini ulikuwa malaya? Una tabia mbaya. Yaani mzako nilikuwa hata sijaandaa. Unajua mimi nikuepusha. Sawa. Una tabia mbaya, mtoto mdogo ulifuta mpaka kaya, hivyo vibaya.
Rebeka, vipi? Unaenda wapi? Naenda darasani. Kufanya nini? Naenda kujisomea. Yaani wewe na kusoma. Kwani zako hapa shuleni utakuja kufanya nini? Kwani ukikaa huko nje sehemu zingine huwezi kusoma, ambako uende kusoma darasani? Huku nje kuna makelele sana. Kwa hiyo darasani napata muda mzuri wa kusoma na sisumbuliwi na mtu yoyote. Kwani vipi? Yaani unajishaua wewe, unajikuta mwana kusoma kumbe wa ovyo, au na hata lolote. Muone kwanza na tuone na kama utafanikiwa katika kusoma kwako. Niache nisome. Mwanetu. Niaje mwanetu? Sipo na jao mpaka midai bado hajatokea. Huwezi jua mwanangu, labda kwa huko nini problem nini, tunajua transport na kwa kipande kidogo tunaelewa mimi. Dogo azingua, tumekubaliana safi tuje hapa mapema tufike tuanze kuongea. Yeye mwenyewe jao. Kikubwa nini mwanangu? Wewe tumuite hapa nini, swala la muda tu. Maticha na lazima ile kidogo ni wachelewe kwa tumuite hapa, atafika sio muda mrefu. Unasemaje mwana? Poa, mimi naamini ndugu yangu. Vipi sasa mwanangu kusale mazingira ule kula nini au? Unauliza. Watu wanataka pale tumeacha manyoa tu, sasa hivi tushamnyonyoa, tumaliza kila kitu nzako. Au sio? Mtoto fundi yule. Maana mimi nakukubali familia. Wewe acha. Sasa mwanangu, mwanangu jue mimi kuna kitu sikielewi babu. Tu gani ndio useme sasa? Mtoto Majabu. Majabu? Afanya nini? Mtoto Majabu mimi namuelewa kinoma yani. Wewe. Unamjua Dani? Dani nampata. Dani si familia yetu ule. Sasa mimi simjua mwanangu kweli. Sasa Dani pale mzako ndo anagonga hapa. Yaani ule familia na anafanya vitu bila wanangu. Ujue mwisho wa siku kuja kutana habaya mwanangu. Afikisha hicho tu. Lama mbona jambo la heri tu. Jambo la heri wapi familia afi unaona una support ndugu yangu nini mtoka kama hivi. Sikia. Wewe unamtaka Majabu? Mimi Majabu namuelewa sio hapa ni long time ago yani unaelewa. Mpate Dani. Jaribu kuongea naye muulize vipi kashamaliza au bado. Ujue mangu linao neno. Ngoja mimi ni force kwanza hapa tungoje wanafunzi baadaye kishasoma baadaye mida hivi mimi ndamrukia afi niseme naye mwanangu. Mimi mtoto namuelewa kinoma yani yule ndo moyo wangu mimi yani nambelieve kishenzi yani unaelewa. Kweli mwanangu. Si mtu yule anakuja. Namsubiri hapo hapo sana. Mangana anapotembea ni msuli ya twiga yani ananesa safrani hivi. Kalika shingo kali. Hapo. Mambo James. Poa shembe, fresh. Fresh tu. Tawala. Naona umeingia, asio? Baridi si tupa. Poa. Fujo mama. Poa. Wewe jao mbona tunapenda kuwekana kiasi hicho? Watu tunakubali tukutane mapema na kuja sasa hivi. Sasa hivi tunaongea sasa. Yaani fujo. Yaani wewe kila siku lawama. Yaani unanilaumu bila hata kuniuliza jamani. Utakuja kumlaumu mtu yupo hospitalini, utakuja kulaumu hata maiti wewe. Uliza kwanza kabla ya kulaumu nini kimenithibu. Hata kuna matatizo yamenitokea. Likisibu nini sasa? Sasa. Hilo ndo swali lingetakiwa liwe la kwanza, sio kulaumu tu. Nyumbani siku na Fadha mwenyewe yani alikuwa anataka achimbe hapa shule. Siamini kama leo tunatakiwa turudi Jumamosi. Yaani leo Mungu wangu. Kidogo tukapigiwa simu anatakiwa hawai wapi? Jobu. Ndo akaenda. Unajua nimeshukuru. La sivyo hangekuja hapa. Haya basi si mtu wangu. Kwa hiyo je? Uachage lawama bwana. Unatakiwa uulize kwanza. Unajua nini mwanangu? Poa. Demo hapa naelewa ameongea vitu true mwanangu. Yesu naelewa. Huyu mtoto wa kike kuja kuangalia kwao nini? Lazima kidogo nini akaziwe. Kwa muelewa mwanangu, muelewe bwana, mtu anajielezea kama wewe familia na kubado na kaza ndugu yangu. Cha hizo. Na mimba nishanuna ndugu yangu.
Una nini wewe mtoto amejielezea. Usimwelewa. Kaanza mwanzo mpaka mwisho. Afu unataka kuendelea kumlaumu ndugu yangu. Sio hivyo, ni kaza zilo wewe bwana. Si mtu. Kwanza mmoja kwamba kidogo pita takatifu hapo. Unajua? Shemu. Wewe si wazi mwanangu, bado tupo pamoja ya tugeza hapa. Kwa shemu. Ngoja mimi nawapisha kidogo hapa. Na ile unajua? Baridi basi. Poa wala si mtaimu. Kaa basi hapo. Niambie sasa kitu wangu. Mimi na kitu gani cha kuongea sasa? Sema unajua ni one time moja mimi wagataka gani kuone tu nikae na wewe ni enjoy, unajua? Umeanza sasa. Sasa nimeanza nini? Kwanza uongo. Kabla. Unajua umenikamata, umeingia kwenye sehemu nyeupe nyekundu niacha. Maneno yako kama ya kweli. Sasa nadhani uongo. Ndio kitu true, yani true love. Mapenzi yasiyo ya mapenzi ya dhati. Fujo wewe.